Mohamed Baghel Ghalibaf, mkuu wa timu ya Iran, katika mazungumzo ya kidiplomasia ameionya Marekani dhidi ya kuendelea kutoa vitisho kwa Jamhuri ya Kiislamu, akisema kuwa Tehran haitayumbishwa na lugha ya mabavu na kwamba vikosi vyake vya ulinzi viko tayari kujibu hatua yoyote ya uchokozi. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea kupanda kufuatia matamshi ya Rais Donald Trump aliyelitishia tena taifa hilo kutokana na uungaji wake mkono kwa kundi la Hezbollah. Akizungumza kwa msimamo mkali, Ghalibaf alisema Irani hayachukulii kwa uzito matamshi ya vitisho kutoka Washington, akidai kuwa Marekani tayari imefikia hatua ya kukata tamaa baada ya kushindwa kuibana Iran kwa mbinu za shinikizo na vitisho. Alisema kama vitisho vya Marekani vingekuwa na athari halisi kwa Iran, basi hali singefika hapa ilipo, akimaanisha kuwa Tehran imeendelea kusimama imara licha ya miaka ya vikwazo, presha za kisiasa na maonyo ya kijeshi kutoka kwa Marekani na washirika wake. Katika ujumbe wake, Ghalibaf aliwataka viongozi wa Marekani kuwa makini zaidi wanapotoa matamshi dhidi ya Iran, akionya kwamba jeshi la Iran liko tayari kujibu kwa namna tofauti iwapo kutakuwa na hatua yoyote ya kulenga nchi hiyo. Kauli yake ilibeba ujumbe mzito wa kuonyesha kuwa Iran haitaki kuonekana kama taifa linalotishiwa kirahisi, bali kama nchi yenye uwezo wa kujibu kwa nguvu na kwa wakati itakaoona unafaa. Alisisitiza kuwa licha ya Marekani kuendelea kutoa kauli nzito, Iran ndiyo yenye uwezo wa kuamua hatua za utekelezaji na si kuishia kwenye matamshi. Tamko hilo linaongeza joto jipya katika uhusiano ambao tayari ni mbaya kati ya Tehran na Washington. Kwa muda mrefu pande hizo mbili zimekuwa zikivutana juu ya masuala kadhaa makubwa, ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran, ushawishi wake katika Mashariki ya Kati na uhusiano wake na makundi ya washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati kama Hezbollah nchini Lebanon. Marekani imekuwa ikituhumu Iran kwa kutumia makundi hayo kuendeleza ajenda zake za kijeshi na kisiasa katika ukanda huo, huku Irani ikisema kuwa inaunga mkono makundi ya upinzani dhidi ya Israel na ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Kauli ya Trump ya kuitishia Iran mashambulizi mapya kwa sababu ya msaada wake kwa Hezbollah imeonekana kuongeza kiwango cha mvutano huo. Ingawa si mara ya kwanza kwa kiongozi wa Marekani kutoa kauli kali dhidi ya Iran, majibu ya Ghalibaf yanaonyesha wazi kuwa Iran haitaki kuonyesha dalili yoyote ya kulegea mbele ya presha ya Washington. Badala yake, Tehran inaonekana kutuma ujumbe kwamba itaendelea kulinda maslahi yake kikanda na kujibu kwa nguvu endapo itahisi usalama wake au heshima yake inaguswa moja kwa moja. Kwa mtazamo mpana zaidi, kauli hizi mbili kutoka Washington na Tehran zinaonyesha namna hali ya kisiasa na kiusalama katika Mashariki ya Kati inavyozidi kuwa tete. Kila upande unaonekana kutuma ujumbe wa nguvu kwa mwenzake, huku hofu ikiongezeka kwamba mzozo huo unaweza kuhamia kutoka kwenye vita vya maneno na kuingia kwenye hatua za kijeshi au mashambulizi ya kulipizana kisasi. Endapo lugha ya vitisho itaendelea kutawala badala ya diplomasia, basi hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi katika eneo hilo itaongezeka, hasa ikizingatiwa nafasi ya Iran, Hezbollah, Israel na Marekani katika mlingano wa nguvu wa Mashariki ya Kati. Kwa sasa, kauli ya Ghalibaf inaashiria kuwa Iran imechagua kusimama kifua mbele dhidi ya Marekani, ikituma ujumbe kuwa haitasalimu amri mbele ya presha ya kisiasa au kijeshi. Hata hivyo, matamshi hayo pia yanaweka wazi kwamba mazingira sasa yanahitaji tahadhari kubwa, kwa sababu kauli za viongozi wa pande zote mbili zinaweza kuwa mwanzo wa hatua kali zaidi ikiwa hakutakuwa na juhudi za kupunguza mvutano uliopo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.